Swadakta, ujambo na karibu ndugu mpenda mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo. Matumani yetu mpo salama salimini, kukaribisha kuungana nami mwanzo mpaka tamati mwa makala hii ya habari zinazojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati, Afrika Mashariki. Makala hii inaangazia vipindi vinne: vita, siasa, diplomasia na sanaa. Twende moja kwa moja kwa habari tulizokuandalia siku ya leo, ndugu mpendwa mtazamaji, ujue kile ambacho kinazidi kujiri huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan vita vinavyoendelea. Leo tutangazia huko milimani mirefu ala milima mirefu iliyoko huko Minembwe. Tutaanzia huko Minembwe ni kwamba FARDC yapunguza matumizi ya ndege zisizo na rubani za kijeshi za M23 RDF na kulahani ongezeko la mashambulizi. Vikosi vya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vilitangaza kuidungua ndege isiyo na rubani ya muungano wa M23 RDF katika nyanda za juu kaskazini mwa Minembwe katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini. Kulingana na vyanzo vya kijeshi, ndege hiyo ilikuwa ikilenga nafasi zilizoshikiliwa na jeshi la wafuasi katika kijiji cha Kakenge. Ilizuiliwa na kupunguzwa matumizi angani kabla ya kufikia shabaha yake bila kusababisha majeruhi au uharibifu wa vifaa. Katika taarifa rasmi, msemaji wa Operation Sokola de Kusini Kivu Kusini, Luteni Mboi Kalonji Reagan alilaani ukiukaji wa ahadi za kimataifa, akimaanisha hasa makubaliano yanayosimamia matumizi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo ya migogoro. Jeshi la Kongo linashutumu muungano wa M23, kikosi cha ulinzi cha Rwanda RDF kwa kutumia magari haya katika operation ambazo tayari zimesababisha majeruhi wa raia, hasa katika eneo la Mikenge linalojulikana kama Point Zero wakati wa matukio ya hivi karibuni. Zaidi ya hayo, FARDC, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, linadai kumkamata mshirika wa vikosi maalumu vya Rwanda wakati wa shambulio la kujaribu katika eneo hilo la nyanda za juu za Minembwe, bila kutoa maelezo zaidi kuhusu mazingira ya kukamatwa kwake. Likikabiliwa na hali hii, jeshi la Kongo linajaribu kuwatuliza umma, linathibitisha kuendelea kwake kuwa macho na hazma ya kuwalinda raia na kutetea uadilifu wa eneo la nchi dhidi ya aina yoyote ya uchokozi katika sehemu hii isiyo imara ya mashariki mwa DRC. Mbali na hiyo, tuelekee huko Uwele. Jeshi la FARDC lilikamata silaha 7 za vita, ikiwa ni pamoja na AK-47, lakini pia RPG na mabomu ya kutupa wakati wa operation zilizofanyika katika maeneo ya Kudungu na Faraje. Vifaa hivi vilipatikana kutoka kwa wafugaji wa Mbororo katika maeneo ya Waliwa na Bagugu karibu na mpaka wa Sudan Kusini. Twende huko Ituri. Kijiji cha Salet kilichopo yapata kilomita 25 kutoka Epulu kinaripotiwa kushambuliwa usiku kucha kuanzia Ijumaa hadi Jumamosi na watu wanaohusishwa na ADF. Kulingana na ripoti za awali, nyumba kadhaa zilichoma moto na kusababisha sehemu kubwa ya kijiji kuwa majifu. Kiwango kamili cha uadilifu ama uharibifu na maelezo zaidi bado haijathibitishwa na vyanzo rasmi. Milioni 5.8 za Kongo ziliibwa. Hii ni gharama ya mauaji ya uwizi iliyotokea jioni na Alhamisi Aprili 23 katika maeneo la Shabunda la jimbo la Kivu Kusini kwenye daraja la mto Kimbili katika kijiji cha Mlango, kundi la Bamugaba Seed. Matangazo haya unayapata kupitia WhatsApp channel, Facebook na Instagram. Bado niko nawe katika makala hii, ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24. Wakati Nehemia Mwilanya anazungumzia zuluma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi iliyotokana na kifo cha Jenerali Sekatenda
Nashangaa kama huyu jamaa hajazaliwa wakati kiongozi wake Joseph Kabila alipoua upinzani walioko na mzee Kabila tangu siku ya mwanzo za upinzani hadi kuingia kwake madarakani, kama vile Jenerali Wecha wa Fizi, Jenerali Madoa wa Kinipi wa Fizi, Jenerali Bidalira wa Uvira, Jenerali Ruarara pia wa Uvira, Jenerali Bahuma, Jenerali Mbuja Made, Jenerali Agoloa, Jenerali Amisi wa Fizi, Kanali Mamadu, Kanali Kayamba wa Uvira, Kanali Mokea wa Uvira, Kanali Moya, Kanali Alpha, Kanali Kitebeka, Kanali Ekema, Kanali Mayele na kadhalika. Maafisa wote waliotajiwa hapo juu walikuwa wazungumzaji wa Kiswahili waliopinga uchokozi wa Rwanda kwa miaka kadhaa. Jenerali Amuri Kutumba alikuwa amerudi msituni kwa sababu Joseph Kabila alitaka, wakati baadhi ya Wakongo kutoka mashariki wanapumzika kumrazi kuwasaka maafisa wanaozungumza Kiswahili katika jeshi letu. Mimi huwaona kama Rwanda wanavyosema, wale ambao hawajui chochote. Ni maafisa wanaozungumza Kiswahili tu wa RCD Goma ambao walilindwa wakati wa Joseph Kabila, na maafisa hawa wanaozungumza Kiswahili wa RCD Goma waliopaswa kufanya kazi kulingana na matakwa ya Rwanda. Mtu yeyote aliyotubu kudai amri ya Rwanda kwa Jenerali Sylvain Mbuki wakati wa Joseph Kabila. Nahodha aliyezungumza Rwanda ilikuwa na gari aina ya Jeep, huku kanali wa Kongo akitembea. Vyanzo vyetu vya karibu vya kuaminika vinaripoti kwamba gavana wa mkoa wa Kivu Kusini na gavana makamo wa jimbo la Kivu Kusini wameitwa tena Kinshasa kwa amri kutoka kwa mamlaka za juu kuondolewa, huku manaibu wa jimbo wakijiandaa kumhoji mkuu wa serikali ya mkoa kuhusu hoja ya kutokuwa na imani iliyowasilishwa dhidi yake. Tujielekeze mara moja huko maeneo ya Ituri, huko Bunia. Gavana wa kijeshi Johnny Luboya Kansashma alipokelewa na Kardinali Fridolin Ambongo, askofu mkuu wa Kinshasa, ambaye alimpa baraka zake. Ishara hii ya mfano inakuja wakati hali ya usalama bado ni dhaifu huko Ituri, ambapo mamlaka ya kiraia, kijeshi na kidini zinatafuta kuimarisha mshikamano kijamii na kuhimiza mipango ya amani. Baraka ya Kardinali Ambongo inaweza kuonekana kama msaada wa kikamilifu ama wa kimaadili na kiroho kwa juhudi za utulivu zinazozungukwa ama zinazoongozwa kumrazi na utawala wa mkoa. Kufikia hapa ni kama sina la ziada, ndugu mpendwa mtazamaji, niseme asante, lakini pia usikose kusubscribe, lakini pia kushare kwa wengine na kulaki lua kwanza kwa barika na kupata habari zetu. Mimi ni wako mtangazaji wa kila leo nikisema chao chao. Hii ni Kwetu News.